Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kimeweza kujiri ndani ya klabu ya soka ya Simba siku ya leo mara baada ya msimu wa mwaka 2025 2026 kuweza kutamatika na klabu ya soka ya Simba Sports Club kuweza kumaliza katika nafasi ya pili ya ligi kuu ya NBC, ambapo Simba, ikumbukwe, wanatarajia kwenda kucheza ligi ya mabingwa barani Afrika sambamba na michuano ya ndani kwa msimu mpya wa mwaka 2026 2027. Sasa fahamu, klabu ya soka ya Simba Sports Club wamedhamiria msimu huo uwe ni msimu mzuri, ili kwa upande mwingine waweze kurejesha ile heshima ambayo wameweza kuipoteza kwa takriban misimu mitano. Sasa fahamu, kupitia viongozi wa klabu ya soka ya Simba Sports Club, baraza la ushauri la Simba Sports Club limekutana leo kujadili na kushauri masuala ya klabu kuelekea msimu ujao wa mwaka 2026 2027, ambapo masuala haya ni kuhusiana na mikakati ya usajili ambao watakwenda kuufanya kuelekea msimu ujao, bila kusahau kwa upande mwingine ni kuhusiana na kwa upande mwingine tutaenda kujadili kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika, jinsi ambavyo watakwenda kushindana na kuswala la michuano ambayo watakwenda kucheza sambamba na pre-season. Fahamu uongozi huo mara baada ya kujadili, haya ndiyo majibu ambayo wameweza kuja nayo. Fahamu kupitia taarifa ambayo tumeweza kuipata ni kwamba Simba Sports Club msimu huu pre-season hawatokwenda kutokana na ratiba kuwa finyu, kwa sababu ukiangalia ligi kuu Tanzania bara inatarajia kuanza msimu wa mwaka 2026-2027 unatarajia kuanza tarehe 14 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na ikumbuko Simba wanatarajia kucheza mchezo wa fainali ya ngao ya jamii dhidi ya watani wao Yanga tarehe 12. Kwa Simba wameamua watakwenda kushiriki michuano mikubwa ya Kagame Cup Sekafa ambayo itachezwa pale nchini Rwanda, ambapo ikumbuko Simba tayari ni miongoni mwa vilabu 12 ambavyo vimeweza kukubali kwenda kushiriki michuano ambayo itaanza tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka 2026, kisha kumalizika tarehe 7 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa Simba watatumia fursa hiyo kuweza kushiriki michuano hiyo. Kitu kingine ambacho Simba wameweza kudiscuss ni kuhusiana na masuala ya usajili, ambapo Simba wameweza kupitia ripoti ambayo kocha mkuu Steve Barker ameweza kuiacha. Hapo ukiangalia Simba Sports Club, kwa mujibu wa ripoti, ni kwamba watahitajika kumsajili golikipa, watahitajika kumsajili moja ya kiungo mchezeshaji ambaye atakuwa bora zaidi ya wale waliopo, bila kusahau wameomba aletewe winga mmoja mwingine kwa ajili ya kwenda kuongeza nguvu kwa mawinga waliopo, bila kusahau ameomba aletewe striker. Kwa hiyo kwa upande mwingine kwa haraka tayari kamati ya usajili ya klabu ya soka ya Simba kuna baadhi ya nyota ambao wamekamilisha usajili wao, na hii tutakupa dokezo tu. Ikumbuke Simba tayari wamekamilisha usajili wa Ibrahim Jabbar. Huyu ni kiungo kutokea Stellenbosch ya Nigeria mwenye umri wa miaka 23, lakini Simba wamekamilisha usajili wa mchezaji Kelatso Makigwala. Huyu ni winga kutokea Shekune United ya pale South Africa mwenye umri wa miaka 29, bila kusahau klabu ya soka ya Simba wamekamilisha usajili wa Kelvin Nashon. Huyu ni kiungo wa kukata na shoka kutokea Pamba Jiji akiwa raia wa Tanzania. Kwa hiyo hayo ndio baadhi ya sajili ambazo zimeweza kufanyika ndani ya klabu ya soka ya Simba. Kwa hiyo kwa sasa kilichopo ndani ya klabu ya soka ya Simba ni kwamba kamati wanajaribu kukaa vikao vya hapa na pale kuhakikisha kwamba kuelekea kwenye msimu ujao basi mambo yanakuwa supabu na si mambo ya kuanza huyu kapita huku huyu kapita kule. Kwa hiyo Simba ijayo ni Simba ya moto, na kudokeza tu kwamba Simba kwa sasa wanamtafuta mshambuliaji huku Peter Shalulile akiwa katika mwongezi na klabu ya soka ya Simba, bila kusahau Fiston Kala Maele naye pia ni miongoni mwa mshambuliaji ambaye amefanya mazungumzo na klabu ya soka ya Simba. Tunakuacha na swali sasa, kama ni mdau una nafasi ya kutuambia kati ya Peter Shalulile ama Fiston Kala Maele, yes, Simba wamsajili mshambuliaji gani? Toa maoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.